Tuelekee kaunti namba 34 ambapo baadhi ya hii ni taarifa tofauti ambayo inasema kwamba kaunti namba 34 inasema kwamba Wizara ya Afya inatarajiwa kuwasilisha majina ya hospitali 35 kutoka kaunti 15 ambazo tayari zimefungwa kwa sasa zikichunguzwa kwa madai ya kulaghai bima mpya ya afya ya SHA mabilioni ya pesa. Akizindua mfumo wa kidijitali chini ya mpango wa Taifa Care na kampeni ya usajili wa SHA katika kaunti ya Kajiado, Waziri wa Afya Aden Duale anasema kumekuwa na ulaghai mwingi kwenye hospitali hizo zikilenga kuiba fedha kutoka kwa kapu la bima ya SHA, na sasa watakabiliwa na sheria na kupokonywa leseni. Kampeni ya kupigia debe bima mpya ya SHA ilitua katika kaunti ya Kajiado, ambapo Wizara ya Afya ilizindua mfumo wa kidijitali unaonuia kupiga jeki shughuli za kuwasajili wakazi zaidi. Waziri wa Afya Aden Duale aliongoza mpango huo kwa ushirikiano na viongozi wa kaunti ya Kajiado, akitumia jukwaa hilo kuendelea kufichua mbinu wanazotumia wasimamizi wa hospitali hizo kupora fedha za umma kutoka kwa kapu hilo la SHA. Mtu anatuambia tumlipe mama amejifungua mara 9 kwa mwaka. Mwae kusikia nini hiyo? Anasema fulani amekuja hospitali yangu mguu imekatwa, tukamlipa. Baada ya mwezi 2 ingine akakuja akasema ule fulani mguu yake ya pili imekatwa, tukakubali tukamlipa. Sasa akarudi mara ya 3 akasema yule mtu fulani pia mguu yake imekatwa. Tukauliza kwani huyu mtu alikuwa na mguu ngapi? Anasema tayari Wizara ya Afya imeweka kifuli kwenye hospitali hizo 35 ikiwemo moja iliyoko Kitengela, kaunti ya Kajiado, ambazo zinatuhumiwa kushiriki ulaghai na kufikisha 800 idadi ya hospitali za kibinafsi zilizofungwa kwa kipindi cha miezi 2 iliyopita. Na hata kama wewe ni mkubwa na uko na hospitali na inafanya ukora, mimi sijali, mimi nitafunga. So we are picking, na tumepata hospitali nyingi. Sasa hii tuna combine evidence. Tukimaliza hizo files tunapatia sanda. Tunapatia mtu anaitwa Mr. Amin wa DCI. Hafla hiyo ilihusisha kampeni ya kuwashawishi wakazi wa Kajiado kujisajili kwa wingi kwenye bima hiyo mpya ya SHA. Pia mfumo wa kidijitali chini ya mpango wa Taifa Care ulizinduliwa. We have rolled out a program where teenage mothers will also access SHA. And I know in our region here, we have a challenge with teenage mothers. So we have an allocation for Kajiado County. We are working with Mary Mwiti at COG. So there's an allocation for Kajiado County, but there's a role for you, the healthcare worker. Ingawaje tumetambulika kama county number 1 kwa wafugaji, bado tuko na kazi kubwa sana ya kusajili watu, kwa sababu mpaka sasa tuko na wananchi 442,000 ambaye ni 41%. Na kwa hivyo bado tuko na kazi kubwa kutaka kusajili. Kufikia sasa wakazi zaidi ya 400,000 hapa Kajiado wamesajiliwa kwenye bima ya SHA, idadi ambayo imesaidia Kajiado kuwa ya kwanza miongoni mwa kaunti 15 za wafugaji nchini kuwasajili wakazi wengi zaidi. Baada ya Wizara ya Afya kuondoka katika kaunti ya Kajiado, sasa itakuwa inaelekeza injili ya SHA katika kaunti mbalimbali nchini katika juhudi za kuhakikisha kuwa wananchi wengi zaidi wanajiunga na mfumo huo mpya wa afya ili kupunguza gharama ya kutafuta matibabu. Robert Masai, runinga ya Citizen, kaunti ya Kajiado.